Iko hivi mwana wa Mungu, mafanikio haya tunayotafuta kupitia upande wa nuruni, kupitia kwa Mungu wa nuru, yanakutaka ujitoe muanga kweli kweli. Yaani kuna muda inabidi ujitoe ufahamu. Kuna muda inabidi wewe mwenyewe ujikatae. Ukatae vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya. Utoke kwenye ile comfort zone ambayo ulikuwa nayo siku zote. Uende sehemu ambayo wewe mwenyewe haukuamini kama utaenda. Hapo ndo utafanikiwa na kumuona Mungu. Ngoja nikukumbushe story ya wale wakoma. Wale wakoma walisema hivi, tukibaki hapa tutakufa na tukienda huko nje tutakufa. Lakini kuliko tuendelee kubaki hapa tufe kwa njaa, ni bora tutoke tukafie njiani. Umeona? Walijikana nafsi yao. Wakasema liwalo na liwe. Kwa sababu tukibaki tutakufa, tukiondoka tutakufa. Lakini bora tukafie tukiwa tunapambana. Si ndio? Waliamua kutoka kwenda kupambana. Na walivyotoka, walivyoamua kwa 100% kwamba bora tukafe tukiwa tunapambana kwenda kukitafuta chakula, Mungu aliingilia katikati. Akaweka kishindo kwenye nyayo zao. Wakaonekana ni maelfu kwa maelfu wanaenda sehemu kutafuta kitu, mpaka wakakimbiza ile kambi ya Washami. Kwa nini? Kwa sababu walijitoa muanga, walisema liwalo na liwe. Na ndo hivyo hivyo kwako, ukitaka kufanikiwa, kubali liwalo na liwe. Ukikaa kimya wataongea, ukiongea wataongea. Ukiwa maskini wataongea, ukiwa tajiri wataongea. Ukifanya hivi wataleta aibu, ukienda huko wataleta aibu. Kwa hiyo wewe unachagua. Wewe ndio unatakiwa uchague fungu lako liko wapi. Ubaki nyumbani waongee au utoke kwenda kupambana waongee. Kwa sababu kote kuko wataongea. Lakini Mungu atakuangalia umejitoa kwa namna gani. Kwa hiyo unakuta hata wakiongea kwa vipi, Mungu anaificha ile aibu ya kuongea. Unashangaa unazidi kupambana, kwenda juu unazidi kupanda, kwa sababu ulitoka. Uliachana na watasema nini, watanionaje. Ukasema nikibaki wataniona hivyo hivyo, nikiondoka wataniona hivyo hivyo. Nikiwa maskini watanisema, nikiwa tajiri watanisema. Kwa hiyo unachagua wakuseme wapi. Wakuseme kipindi umeanguka kwenye aibu, umekufa kwa njaa kama wakoma, au wakuseme kipindi uko barabarani unatafuta, alafu Mungu akupatie. Wewe ndo utakayeamua. Mafanikio ya nuruni yako hivyo, yanataka ujitoe muanga, alafu Mungu anakukuta kule katikati ya kujitoa muanga. Sio kuanza kulia umejifungia chumbani nasema bora tu nife nikiwa humu chumbani. Utakufa kweli na Mungu hatakuonekania, uanze kumlaumu Mungu. Mungu anataka uji utoke ukapambane, kapambane. Mafanikio atakukuta ukiwa unapambana. Mungu atakukuta ukiwa unapambana, na sio ukiwa umejifungia unalia. Umesikia mwana wa Mungu Kama ambavyo ulimwengu wa roho haufanyi kazi na mtu anayejihurumia, na Mungu yuko hivyo hivyo. Ondoka, achana na hicho kilio, achana na hayo maumivu, nenda kapambane. Mungu atakuonekania kwenye vita.